mkutano wa NATO, Rais Donald Trump amesema Iran haitatengeneza mabomu kwa miongo kadhaa, na kuongeza kuwa Iran haingekubali kusitisha mapigano kama mashambulizi hayo yasingekuwa na mafanikio. Awali, spika wa bunge la Iran aliahidi kuongeza kasi ya programu ya nuclear ambayo maafisa wamekuwa wakisisitiza kila mara kwamba ni kwa matumizi ya kiraia. Alfred Lastek anaarifu zaidi. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran yanaonekana kusitishwa hadi sasa. Hata hivyo, mamlaka ya mahakama ya Iran imesema wanaume 3 wameuawa kwa kushirikiana na shirika la ujasusi la Israel, Mossad. Vyombo rasmi vya habari vya Iran vinasema maziko ya kitaifa yatafanyika Jumamosi kwa makamanda wa jeshi na wanasayansi wa nyuklia waliouawa wakati wa vita vya siku 12 na Israel. Mwandishi wa BBC aliyepewa ruhusa kuingia Iran anasema kuna afueni kubwa baada ya mashambulizi ya mabomu ya Israel kusitishwa, lakini pia kuna mashaka makubwa. Maisha ya kila siku yameanza kurejea polepole, lakini interneti bado haijarudishwa kama kawaida. Viwanja vya ndege vimefungwa na uuzaji wa petroli umepunguzwa. Naam, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mwendesha mashtaka mkuu wa China ameahidi kukomesha matumizi ya mateso na magereza ya siri yanayofanywa na mamlaka, katika hatua ambayo ni nadra, vile inaonyesha kwamba vitendo hivyo vinafanyika. Ofisi kuu ya mwendesha mashtaka wa umma imesema imeunda idara mpya ya uchunguzi ili kuzuia kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria, upekuzi haramu na matumizi ya mateso ili kulazimisha watu kukiri ukweli. Kesi kadhaa za hivi karibuni zinazohusiana na unyanyasaji wa washukiwa zimeshtua wengi nchini humo. Katika tukio moja, afisa wa kampuni ya michezo ya simu aliripotiwa kujitoa uhai baada ya kushikiliwa katika kituo cha siri cha kizuizi huko Mongolia kwa miezi 4. Na serikali ya Zambia imewasilisha kesi ya dharura katika mahakama ya Afrika Kusini ikitaka kusitisha maziko yaliyopangwa kufanyika leo ya rais wa zamani Edgar Lungu ambaye alifariki dunia mjini Pretoria nchini Afrika Kusini mapema mwezi huu. Vyombo vya habari vya serikali ya Zambia vinaarifu kwamba mwanasheria mkuu amewasilisha ombi hilo hadi mzozo na familia ya marehemu Lungu utakapopatiwa suluhisho. Familia hiyo inakwepa kufanyika kwa maziko kamili ya kitaifa nyumbani kwao Zambia, ikisisitiza kwamba rais wa zamani alisisitiza kuwa kiongozi wa sasa wa Zambia Hakainde Hichilema asihudhurie hafla hiyo ya maziko yake. Hii ni BBC. Na kulia kwangu katika studio zetu mjini Dar es Salaam, huyo mwenzangu Regina Mziwanda amekusomea taarifa habari za ulimwengu. Matangazo haya ni ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio ya shirika. Ukiwa DRC, tusikilize kupitia redio Muungano Beni. Uganda ni Voice of Karamoja, Tanzania ni Bomba FM, na kule nchini Kenya ni Must FM. Matangazo ya pia kuja moja kwa moja kwenye tovuti yetu, rambaza tuandika bbcswahili.com. Msikilizaji, unaweza pia kuchangia leo tutakayasikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Na kukaribisha, karibu. Leo hii uko nami Skola Kisanga nikiwa studio zetu Dar es Salaam, mwenzangu Nairobi Martha Saranga. Karibu Martha. Asante sana Skola, na moja kwa moja tuanzie hapa nchini Kenya. Zaidi ya watu 50 wamejeruhiwa katika mji mkuu Nairobi, huku maelfu ya vijana wakijiunga na maandamano ya nchi nzima kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano makubwa zaidi ya kupinga serikali katika historia ya hivi karibuni nchini humo. Maandamano haya yalianza kama kupinga muswada wa kodi wenye utata. Sasa yamegeuka kuwa hitaji pana la haki na uwajibikaji. Kwa wengi, hasira ya leo imeongezeka, huku waandamanaji wakionyesha ghadhabu tena kutokana na matukio ya hivi majuzi ya ukatili wa polisi na mtindo mpana wa vurugu za polisi ambazo hazijadhibitiwa kwa muda mrefu. Mjini Nairobi, vijana wamejitokeza katika barabara tofauti za jiji wakiwa wamebeba mabango na bendera za taifa. Polisi wameshinda kutwa nzima wakijaribu kuwatawanya waandamanaji hao. Mwandishi wa BBC Ann Okumu amekuwepo kwenye maandamano hayo na kutuandalia taarifa hii. Niko hapa katika barabara moja kuu katikati mwa jiji la Nairobi ambapo waandamanaji wamefika mwaka mmoja baada ya maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 ambapo vijana almaarufu Gen Z walivamia bunge la taifa la Kenya dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka jana. Lengo lao leo ni tofauti. Wameghadhabishwa na jinsi polisi wamekuwa wakishughulikia waandamanaji. Wanataka hatua zichukuliwe na wale maafisa ambao wameshtakiwa au kuhusika na mauaji ya waandamanaji, akiwemo Albert Ojwang na Boniface aliyepigwa risasi hivi majuzi, zichukuliwe.
Katika barabara hii kuna waandamanaji wamekusanyika katika sehemu mbalimbali. Wengine pale wamebeba mabango zenye ujumbe tofauti kwa serikali, ikiwemo uwajibikaji na haki kwa familia za Gen Z waliouawa. Kuna mawe zimetapakaa kila mahali ambazo waandamanaji hao wamekuwa wakirushia polisi. Na kwa umbali upande mwingine wa mji huu kuna sauti za vilipua machozi. Mchana kutwa polisi wamekuwa wakipambana na waandamanaji katikati mwa mji. Usiku wa kuamkia leo, polisi walikuwa wamezingira bunge na kufunga barabara kuu zinazoelekea katikati mwa mji na ndani ya mji kama njia ya kuwazuia vijana kuingia majengo ya bunge kama walivyofanya mwaka jana. Hata hivyo hawajazuia vijana ambao wamekuwa wakiwashambulia kufunga barabara kwa mawe. Kwa upande wao, vikosi tofauti vya polisi ambavyo vimekuwa vikishika doria, nimeweza kuona hadi polisi wanaotumia farasi katikati mwa mji. Angani helikopta ya polisi pia imekuwa ikishika doria. Vikosi hivyo jijini vimekabiliana na waandamanaji hao kwa kurusha mabomu ya kutoa machozi kando na kutumia maji yanayowasha kuwadhibiti. Hali imekuwa ya kukimbizana hadi kufikia sasa. Kuna baadhi ya waandamanaji ambao wamejeruhiwa kutokana na ghasia hizi za leo, ambao wamekuwa wakikimbizwa na ambulensi katika hospitali tofauti za umma na za kibinafsi, ikiwa ni pamoja na hospitali kuu ya umma ya Kenyatta. Haijabainika wazi sasa idadi kamili ya watu waliojeruhiwa, ila hali imekuwa ya mshike inaendelea. Maduka mengi yanasalia kufungwa, biashara karibu zote zinasalia kufungwa na raia wengi wakisalia mbali na jiji. Anokumu, BBC. Na asante Ann Okumu. Tusalie katika maandamano nchini Kenya, ambapo hawa ni baadhi ya waandamanaji waliojitokeza hii leo na wametoa maoni yao. Haya hapa tuyasikilize. Kuja kuandamana kwa sababu na feel country yetu haiendi direction mzuri, na feel ni kama ni muhimu waongozi wetu watusikize vizuri. Naogopa na hofia maisha yangu, especially kwa sababu najua polisi wanatumia nguvu nyingi na sisi tuko hatuna hasira na mtu, tunatembea tu, so naogopa kidogo, lakini I have to do this. Kwanza nataka serikali iache kuua watu. Sisi sote hapa tuko kwa amani na tunataka watusikize. Tumesema vitu mingi, si kama wanasiasa hawajui, wanajua nini zinatusumbua. Economy, maisha yetu imekuwa ngumu, lakini hawatusikizi. Tafadhali watusikize na wasiwe innocent people. Leo nimekuja tu kujumuika pamoja na wenzangu ili tunataka haki tendeke kwa kila mmoja. Upande wa hii maneno ya judicial killings imekuwa sana. Hasa ile time ya ilipita during ile ilikuwa maandamano ya kwanza, ile jana walienda hivyo kwanza. Yani wanafaa tusikize watu leo. Ukiona mtoto kama amekasirika, unafaa umuite, mkalishe, muulize nini mbaya, kwa nini unakasirika. So hiyo ndio nataka wajitokeze, waitani. Tunataka kuwasikiza, mnataka aje, tueleze shida yetu ndio hii. Ima na kuua mtu hivi hatufai. Sisi ni civilians. Sasa polisi kazi yao ni kutulinda, si kuua. Mwaka huu na mwaka yenye iliyopita, naweza sema kumekuwa sasa kumeenda beyond a bit than ile last year. Hizo miaka imepita, sababu mtu anapotea tu, unasikia huyu ametekwa nyara week after week, unasikiza vitu zinaenda tu hivyo. Yani tunashangaa kwa nini, why? Na ni watu wanajamu, wanasema hapana, kama ni kifo waje ikuwe kifo. Watu wanaenda kwa barabara sasa. Sasa watu waua kila mtu, basi wabaki hivyo. Tuko hapa juu ya kuandamana, kuangalia situation iko poa na area iko safe, kwa sababu as much as tuko na hiyo huzuni ya ndugu yetu Albert Ojwang kuchukuliwa na kuuliwa kiolela, juu hiyo ni kitu pia sisi inaweza tufanyikia hiyo siku nyingine. Tunataka serikali kama inaweza, tunaongelesha serikali ya William Samoei Ruto. Sisi kama vijana tunasema serikali igeuke na ijaribu kuishi na vijana vizuri, kwa sababu sisi ndio viongozi wa kesho. Niko hapa kwa sababu tunataka mapinduzi katika serikali yetu na jinsi ambavyo mambo inaendelea, na hatusemi kwamba shida ni serikali peke yake, lakini shida ni kila kitu, kila
chombo cha serikali kila vile wanavyofanya vitu, na ndio maana tuko hapa kutetea haki zetu na pia kuhukumisha siku ambayo wenzetu walipoteza maisha yao mwaka uliopita. Bado haki haijatendeka, hatujaona watu wakishikwa, hatujaona polisi waliowaua wakishikwa, haki haijatendeka. Tunataka kuona system ya nchi hii ya Kenya imebadilika. Wale viongozi ambao wanapenda kujizingatia peke yao, tunataka kuwatoa, na sisi vijana ambao tunaelewa maslahi ya mwananchi wa kawaida ndio tunataka kuchukua viti hivi na kubadilisha nchi yetu. Na maandamano ya vijana wa rika almaarufu Gen Z yalipoanza mwaka jana, sio wengi walidhania kwamba wangefanikiwa kuyaendeleza kwa muda mrefu kama ilivyoshuhudiwa. Mwaka jana tulizungumza na kundi la vijana ambao walikuwa mstari wa mbele katika maandalizi na kuwasukuma wenzao kujitokeza barabarani kulalamikia gharama ya juu ya maisha iliyochangiwa na mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao baadaye Rais William Ruto alikataa kuidhinisha. Awali mwenzangu Roncliffe Odit alizungumza na Jim India, Wanjiru Wanjira na Bavali Kwamboka, wanaharakati ambao walimpa taswira kamili ya maisha yalivyo, ikiwa ni mwaka mmoja baada ya Juni 25 mwaka 2024. Pamoja baadaye sasa ndio wamenitia makali kabisa. Yale tulioenda kupigania mwaka uliopita sasa hayakuangaliwa kabisa. Ndio sasa wamefanya vibaya zaidi kwa vile tulivyoenda mwaka jana. Kwa sababu ukiangalia ni mwaka mmoja baadaye, mauaji tulioenda kukataa kwa barabara ndio yanaendelea. Hata sasa hivi tunaongea, unaweza fika nyumbani upate mmoja wetu ameuawa. Serikali haitusikizi, haijafanya vile tulikuwa tunataka, na sasa hivi wamekuja na kiburi na kifua kutuambia kwamba wanatunyamazisha, wataki tuongee. Na mengi mabaya yamefanyika sasa kuliko mwaka jana. Bila shaka. Jim India, kuna mambo ambayo mlikuwa mkipigania wakati watu walikuwa barabarani. Ndio. Kuna yoyote ambayo tuliyapata au hakuna kabisa? Kwa kiwango fulani tulipata hiyo ushindi, lakini zaidi ya hayo pia tulikuwa tumezungumzia maneno ya kwamba wale viongozi ambao walikuwa katika serikalini, mawaziri, wabunge wengine, walikuwa wakiishi maisha ambayo sisi wa Kenya tukiangalia ilikuwa hayaambatani na ile mshahara ambayo tunawalipa wao, na kidogo tulikuwa tunaona ya kwamba pesa ile ambayo wanayo wanatuibia sisi. Walitimuliwa, tulimwambia rais awatimue, lakini baadaye wakarudishwa wao. Ule mswada ambao rais hakutia sahihi, jana tumemsikiza ile kiongozi wa wengi bungeni akisema walipitisha miswada hiyo chini ya maji polepole Disemba. Kwa hivyo nikisema kwamba yale mambo ambayo yalitupeleka barabarani bado yako, alafu vile ambavyo Beverly amesema wakaongezea zaidi, kwa sababu baada ya sisi kwenda barabarani vijana wakauliwa. Kwa hivyo hiyo tena ikaongezea na tukakuwa na abductions na mambo mengine. Wanjira, kuna vijana ambao bado hawajulikani walipo tangu maandamano ya mwaka jana. Hiyo inakufanya unajihisi vipi wewe kama mtetezi na mtu ambao unaishi katika mtaa ambao